zama za utawala wa Amirul Mu'minin Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, kukaletwa fikra ya kuanzishwa mwaka wa Kiislamu. Lakini kabla ya kuanzishwa mwaka wa Kiislamu, kalenda yake kulikuwa hakuna kalenda? Aljawabu la. Kulikuwa watu waliotangulia nyuma huko kabla yetu sisi Waislamu walikuwa na kalenda zao mbalimbali. Kwa mfano wa Egypt wa zamani walikuwa na kalenda zao na miezi yao, Barmahati, Barmud, ndio majina ya baadhi ya majina ya miezi yao. Walikuwa katika hali ya namna hiyo. Kwa hiyo tulikuwa tumetanguliwa sisi juu ya fikra ya kuwa na kalenda, tulitanguliwa. Lakini mwaka wa 17 al-Hijra, kama ulivyoelezwa katika Fath al-Bari, sharh sahih al-Bukhari ya Ibn Hajar al-Asqalani, mjalladi wa 7 katika mlango wa mambo ya tarikh uliozungumzia kalenda ya Kiislamu, ikaletwa fikra kwa bwana mkubwa Sayyidina Umar kwamba tuna taabu sisi ambazo zinatupata. Mara nyingine inakuja document lakini haielezi itekelezwe lini. Kwa mfano, ilikuja dokumenti moja inazungumza matekelezo yake yawe katika mwezi wa Shaabani, lakini hatujui ayu Shaabani, Shaabani tulionayo hivi sasa au Shaabani uliopita nyuma au Shaabani ijayo. Lau linnasi ma yaarifun, wawekeni watu mambo wanayoyajua. Hili jambo halijafunguka hapa, haijulikani Shaabani ni ipi. Sababu kama hizi zimekuja nyingi, kama 3-4 hivi kwa Saidina Umar, ikampelekea ushauri huu wa ukubali. Alikuwa na kigegezi, lakini baadaye akakubali kwamba kuna haja ya kufanya jambo hilo. Ndiyo akawaita na kuwakusanya maswahaba ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, wakalizungumza jambo hili kwa ushauri. Mwenyezi Mungu ametuambia wa amruhum shura bainahum, kwa ushauri wakashaurizana, mwaonaje jambo hili, nimeletewa mimi mambo ya namna hiyo, nyinyi wenzangu mwasemaje? Yafaa kufanya hata baada ya mtume mambo kama haya? Wakakubaliana kwamba inafaa.